Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya frequency. Ukumbukwe, ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Bwana, kwa kauli aliyoitoa kocha mkuu wa klabu ya soka ya JS Kabylie, basi ni wazi kwamba taarifa zimewafikia juu ya ubora wa Andy Boba Boyeli, mwamba kutoka klabu ya zamani ya Sekhukhune City kule Afrika ya Kusini, kwa sasa akiwa ni mchezaji halali wa klabu ya soka ya Young Africans. Sasa kocha mkuu wa klabu ya JS Kabylie amezungumza mengi juu ya ubora wa huyu jamaa, kwani ameshuhudia. Ujue siku hii siku ya jana palikuwa na mtindo wa kuviziana, kwa sababu palikuwa na mechi 3 za wana group moja, ambapo alikuwepo Farabat uwanjani siku ya jana, lakini pia alikuwepo JS Kabylie, lakini pia alikuwepo Dar es Salaam Young Africans, naye pia alikuwa dimbani. Lakini Young Africans alicheza majira saa 10, JS Kabylie alicheza saa 2, huko Farabat akacheza saa 5. Wote hawa walikuwa na viziana. Kwa hiyo kocha mkuu wa JS Kabylie yeye amedhibitisha kwa kila ambacho alikiona na kusema kwamba Young Africans ni moja kati ya timu ambazo zipo kimkakati zaidi. Ukiwa shabiki unaweza usione mpira wanaocheza, ila ukiwa adui au opponent utaelewa mpira ambao Young Africans wanaocheza. Wamekuwa na spirit ya mchezaji mmoja eneo la mbele, ambapo pale yupo Pacome Zouzoua, yupo Maxime Pia Nzengeli, alafu chini yake yupo Mohamed Doumbia. Sasa juu kabla ya kuingia kwa Andy Boyeli alikuwepo Prince Dube, ambaye alikuwa kama linki ya wachezaji wengine. Ni striker ambaye alikuwa anatakiwa kurusha mipira, lakini alikuwa anaonyesha ni kwa namna gani anajua ku linki team. Yani mpira anaweka hapa, mpira anaweka hapa, mpira anaweka hapa. Ni moja kati ya vitu ambavyo ni bora zaidi kwenye team ya aina yoyote ile. Huwezi kumkatia mtu tamaa kwa namna ambavyo anacheza. Sasa kocha mkuu wa JS Kabylie yeye akazungumza kwamba kuna striker ambaye anaweza akaingia, ni striker wa movement ambaye kama Prince Dube, lakini kuna standing striker, yani striker ambaye anakaa eneo moja. Huyo ni wa kuogopa sana kama akikutana timu ambayo inalisha mipira. Bwana Andy Boba Boyeli ni moja kati ya striker ambao ni standing striker, hatoki eneo lile. Kwa hiyo anawinda mpaka hakikisha anachokitafuta anakipata. Ni asili ya striker wengi kutoka Kongo, mara nyingi sana sio movable, mara nyingi sana ni standing there to the box. So wakikamata boxi mara nyingi sana mpaka jambo lao litimie. Tulimshuhudia Fiston Kalala Mayele, tulimshuhudia pia Heliti Ebeneza Makambo. Kwa hiyo ni moja kati ya ushahidi tosha juu ya viwango vya wachezaji kutoka huko Kongo DRC. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme kwamba Fiston Kalala Mayele ni pengo kubwa sana, lakini sasa Andy Boba Boyeli amekuja kushtua watu na kuwaonyesha kwamba kumbe na yeye yupo. So kocha mkuu wa JS Kabylie anasema wanao kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba wanapata technique na mbinu za kuwakaba ma striker wote. Either kama ataanza Prince Mpumelelo Dube, wampe mtu ambaye anaweza akatembea naye one by one paka eneo husika, lakini kama atakuwa ni Andy Boba Boyeli, also lazima wapate mchezaji ambaye atasimama naye lile eneo, not move even timu ipo kwenye build up, lazima asimame naye pale. Sasa hicho ni kitu ambacho kila mmoja kwa sasa akili yake inafikiria, je, afanye nini ili aweze kuipata hiyo kodi? Basi kodi inatafutwa, na kama kodi inatafutwa, basi ngoja tuangalie itapatikana au vipi. Lakini jambo la msingi watu wanaangalia matokeo. Hatua ya makundi ni National Ahli, Farabat, JS Kabylie na Dar es Salaam Young Africans. Je, watatoka au la? Ngoja tusubiri na tuone.